au kufuatwa kwa sheria ndio kunapelekea kupatikana amani katika nchi yetu. Kwa hiyo niombe wananchi wanapopata migogoro huko katika jamii, basi njia sahihi ni kuitumia jukwaa hili la msaada wa sheria ambalo limeletwa hapa mkoa wa Kusini Pemba. Wananchi waje kwa wingi, walete malalamiko yao. Taasisi mbalimbali tumeshuhudia hapa kwamba zipo, lakini na mahakama vile vile tupo yetu ya kadhi kutoka chini mpaka juu. Mashauri yanasikilizwa kwa lugha ya Kiswahili. Na jingine ambalo nakusudia kuzungumza mheshimiwa ni hili suala la msaada wa kisheria katika mahakama zetu zote ambazo tumezijenga Unguja na Pemba, katika mahakama 8 ambazo tumejenga sasa hivi na mahakama 6 ambazo tunatarajia kuzijenga. Tumetoa nafasi au tumeweka ofisi maalum kwa ajili ya wasaidizi wa sheria ambayo yataratibiwa na mkurugenzi wetu wa msaada wa huduma za sheria. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, niseme kwamba wakati Mheshimiwa alikuwa analalamika kwamba hana watendaji wa kutosha wa kuja kutoa msaada, kwa sababu kila mahakama ambayo utakuwa unaingia, ile ambayo tunajenga pale Mfikiwa, ina sehemu kwa ajili ya wasaidizi wa sheria. Kwa hiyo watahitaji wafanyakazi. Lakini halikadhalika mahakama yetu ya mkoani, mahakama yetu ya Konde, mahakama yetu ya Kinyasini, zote hizi zina vyumba maalum kwa ajili ya wasaidizi wa sheria ambayo itaratibiwa pale na kurugenzi ya msaada wa sheria. Na kama nilivyosema, zitakuwa ni nyingi, na vizuri wananchi wapate hizi huduma za sheria wakiwa wapo pale katika mahakama zetu. Sisi majaji na mahakimu wakati mwingine pale mahakamani hatuwezi kutoa msaada wa sheria kwa sababu umekuja na shauri lako inabidi lisikilizwe. Lakini tukiweka taasisi pale, ofisi pale, kwa wanaweza kwa njia moja au nyingine ikawa ni catalyst ya kupunguza mashauri ambayo yanakuja katika mahakama zetu. Mheshimiwa, wananchi wote, niseme tu kwamba nilikuwa najaribu kueleza mambo ambayo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au hatua ambayo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar yamezichukua katika kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata haki na wanasaidiwa katika wanapokuwa na mambo yao ya migogoro ya sheria. Vile vile jingine ambalo tunajitahidi ili kuondosha migogoro katika mahakama zetu, tunatengeneza mifumo ya electronic case management. Yani mifumo kama unavyotumia, kwa sababu kila mtu anamiliki smartphone. Kwa sisi mahakama tumejipanga wananchi waweze kufika kwa haraka ili kutatua migogoro yao. Kwa tunatengeneza mifumo ya usikilizaji wa mashauri mahakamani ili kuhakikisha kwamba mashauri ambayo yanakuja mahakamani yanasikilizwa kwa haraka. Kwa hiyo ni vizuri vile vile hii kampeni ya msaada wa sheria ya Mama Samia, nadhani lizingatiwe swala la kufikisha malalamiko wananchi kwa njia ya kielektroniki. Nilipokuwa nakuja huku nimepigiwa simu na watu kadhaa kuuliza kwamba mimi niko Unguja lakini na tatizo la kisheria kule Pemba na nitashindwa kufika katika viwanja vile vya maonyesho ya Legal Aid Campaign. Sasa nitumie njia gani ili kuweza kutoa lalamiko langu au dukuduku langu la sheria? Naamini Mama Samia Legal Aid Campaign imejipanga na hilo kwamba wananchi wanaweza kufikia kampeni hii kwa njia ya kielektroniki. Kwa hiyo ni wajibu wale ambao walikuwa wananiuliza kwamba bila shaka wanaweza wakaleta malalamiko yao kwa njia ya kielektroniki.
ndugu wananchi na wageni waalikwa, nimeeleza hapa mafanikio na juhudi mbalimbali ambazo zinachukuliwa na serikali zetu mbili katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata msaada wa kisheria kwa wakati, na nimeeleza kwamba msaada wa kisheria kwa wananchi wetu ni jambo muhimu sana. Kuwepo kwa sheria au kufuatwa kwa sheria ndio kunapelekea kupatikana amani katika nchi yetu. Kwa hiyo niombe wananchi wanapopata migogoro huko katika jamii, basi njia sahihi ni kuitumia jukwaa hili la msaada wa sheria ambalo limeletwa hapa mkoa wa Kusini Pemba. Wananchi waje kwa wingi, walete malalamiko yao. Taasisi mbalimbali tumeshuhudia hapa kwamba zipo, lakini na mahakama vile vile tupo. Mahakama ya kadhi ipo, mahakama ya ardhi ipo, mahakama zetu hizi za secular zipo. Kwa wananchi wote ambao wana malalamiko au wanahitaji kuelekezwa katika mambo ya sheria, wafike katika mabanda ambayo yako hapa. Hii ni nafasi adhimu sana, na nawaseni ndugu wananchi tuitumie sote kwa pamoja, kwa sababu hii niseme ni lulu ambayo tumeletewa katika mkoa wa Kusini Pemba na Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Ni matarajio yangu kwamba baada ya kukamilika kwa utekelezaji wa kampeni hii, wananchi watakuwa na uelewa zaidi kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu upatikanaji wa haki zao, mifumo ya kisheria iliyopo, haki za kibinadamu na mfumo wa utatuzi wa migogoro na kwa njia ya usuluhishi.